Maswali, thibitisha kuwa utungo huu ni shairi. Kumbuka kwamba mashairi yako katika kipere cha ushairi simulizi na mara nyingi hufanana na nyimbo, lakini kinachotuonyesha kwamba utungo huu ni ushairi na ni shairi aina ya shairi huru, kwa sababu kuna matumizi ya lugha ya mkato, kuna matumizi ya taswira kwa wingi, matumizi ya lugha kwa upekee. Pia amefumba ujumbe. Fanua toni ya utungo huu ni ya masikitiko, ya huzuni. Huku ukitoa mifano, linganua kati ya mistari toshelezi na mistari mishata. Alafu kulingana na mwanga wa ushairi, ukurasa 6, tunapata sifa zifuatazo za mistari mishata. Kumbuka mstari mshata ni mstari au mshororo ambao haujakamilika kimaana. Lazima usome mstari mwingine ili uweze kusoma. Tafadhali unaweza kuangalia kazi niliyoifanya kuhusu aina za mistari. Nitaweza kutia link kwenye comment section, hata kwa description pia. Hivyo tunaona sifa za mishata huwa fupi, huwa na mizani michache, uhitaji msomaji kusoma jinsi ya kukamilisha. Mistari mishata haijitoshelezi kimaana, yani ujumbe wake sio kamili. Alafu huweza kuishia kwa alama za ndokezo. Hapa alipoanza kukoroma, koma, ni nini kimetokea? Inabidi tuweze kusoma chini ndipo tujue nini kimetokea. Na mistari mishata husaidia katika kupata kasi ya mdundo wa kishairi wenyewe. Haya, pia kuna hii saa za jioni, nini kimefanyika? Za staftahi na yasima na mtama, ndizi na nagwa, nadhani managwa, kwa mchicha na kisamvu. Hizi mistari mishata. Maudhui yoyote manne yanayojitokeza, kuna mabadiliko. Kwa mfano hapo, kumbuka nyakati zile za staftahi yasima na mtama, ndizi na nagwa, kwa mchicha na kisamvu, na ulipokwenda choo ulilia kwa uchungu. Constipation. Kulikuwa na umaskini pale. Kuna utajiri sasa, anatumia Colgate, ana hamamu kwenye maji ya bomba, shower. Hata ulikuwa ni mstari mshata. Kuna hapa Volvo ana gari. Kuna maudhui ya kazi, watu wanaenda vipi kazini. Ile ya kitanashati, haya ni maudhui ya urembo, elimu. Na hubaki wajiandaa kwenda shule, wengine walipokuwa wakielekea kulima kondeni. Tambua aina za taswira zilizo katika ubeti wa mwisho. Tuna taswira nyingi. Ni taswira sikivu, taswira hisishi, kuna taswira mwendo, taswira mnuso, taswira sikivu. Hebu tuangalie. Mara tu Kwale wa kwanza alipoanza kukoroma, jogoo wa kwanza hajawika, mimi nikachukua mundu na panga, mamako jembe na shoka. Hivyo kuna taswira mgusu, tacha. Hapa taswira sikivu. Tukaelekea porini, kufyeka na kuchimbua. Hiyo yote itakuwa ni taswira mgusu, mwendo. Na ubaki wajiandaa kwenda shule, nikumbuke saa za jioni unapovalia kitanashati. Muundo wa shairi hili lina beti ngapi? 1, 2, 3, 4, 5 na 5. Shairi hili lina beti 5. Shairi hili halina utoshelezi wa
mizani, halina utoshelezi wa vina, kuna urari wa vina. Na pia shairi hili halina kibwagizo.